Tanzania tuna uwezo huo wa kufikiri. Tunachokosekana ni namna ya kuunganisha hizi nguvu ambazo Mungu ametupa kwa asili yake, ili tupate uwezo wa kuliangalia taifa kwa ukubwa wake. Tukifikia eneo hilo la kuondoa utegemezi ambao si tu kwenye vita hivi unaona, lakini unaona alipoingia Trump madarakani akasema sitoi fedha kwa ajili ya hiki na hiki, tumeanza kupiga kelele. Fedha za kwake zinatokana na walipa kodi wake, lakini aliposema mimi sitoi, tukaanza kupiga kelele na kulaumu. Hata zile kwa mfano kwenye sekta ya afya, muona tumeathirika sana kwenye sekta ya afya. Tumepiga kelele sana kwenye sekta ya afya. Lakini swali linakuja, kwa utaendelea kutegemea mpaka lini? Kwa mfano taifa letu mwaka 1961 Tanganyika inakuwa huru, mwaka 1964 tunapata serikali ya muungano. Sasa mtoto ambaye ametoka mwaka 1964 mpaka leo eti bado yuko kwa wazazi wake. Anamtegemea baba, anamtegemea mama toka mwaka 1964. Anamtegemea mjomba na shangazi. Huyu mtoto anatakiwa angaliwe akili, apimwe, ana matatizo ya akili. Kwa hiyo sisi kama taifa lazima tutoke pale. Tuna uwezo huo wa kujitegemea. Lazima tujifunze kujitegemea, tujifunze kutunza akiba. Wenzetu tunasikia wa Marekani kwamba wana uwezo wana akiba ya mafuta hata miaka 50 mbele. Yaani wao wasinunue, wasiuze, wakakaa wenyewe ndani, wanatumia miaka kadhaa. Sawa? Sisi tunashindwa wapi? Na usiseme kwa sababu ana kingi, kwa sababu kingi akikuja hivi hivi alianza na kidogo, lakini alikuwa na nidhamu, akatumia rasilimali ambazo Mungu amempa. Na rasilimali kubwa ni ile ya watu ambao unao kwenye nchi. Wapo watu wazuri sana kwenye nchi. Tuna wasomi wazuri sana na watu wazalendo wazuri sana. Tunawatumia? Ndio jambo la msingi. Na je, tuko committed katika yale ambayo tutakubaliana tuyatumie? Hayo ndio mambo ya msingi ambayo taifa letu linatakiwa kuyachukua na kuyafanyia kazi, tutoke kwenye eneo hili la utegemezi. Na tunaweza hii Afrika kijiografia tu tulipo Tanzania, ondolea mbali maji ambayo Mungu ametupa, kwa mfano maziwa, tuna mito, tuna bahari, sawa? Ondolea mbali madini tulionayo. Tukachukulia eneo moja tu la jiografia, nchi zinazotuzunguka zote, karibu nchi 8. Hizi nchi zote 8 ambazo zinaizunguka Tanzania ni mtaji tosha tu wa kushusha mzigo pale Kariakoo, ukauleta bandari kavu, labda umeijenga Tabora, nyingine uitengeneze kwenda kwenye zoni ya nyanda za juu kusini, nyingine uipeleke ziwa Victoria, alafu upeleke nyanda za kusini, zile circuit zile za hizo bandari kavu mfano. Alafu bandari zetu zote zikafanya kazi, kwanza ya Mtwara ikafanya kazi vizuri, Dar es Salaam ikafanya kazi vizuri, ya Zanzibar ikafanya kazi vizuri kwa kiwango, na ile ya Tanga zikafanya kazi kwa kiwango kile kinachotakiwa. Kwenye eneo la mizigo na usafirishaji tu unaendesha hii nchi, kila kitu kinaendeshwa kwa eneo hilo tu. Hapo hujagusa SGR, hujagusa nini. Kwa hiyo kama tuko committed kweli kweli, lazima tuanze kujifunza na tusitegemee sana misaada. Misaada inakudumaza. Mtu yote anayetegemea kupewa huwa hawezi kuwa na maendeleo yake binafsi. Na anayekupa, mbaya zaidi, anayekupa anakupa na masharti. Ndio hayo ambayo sasa hivi yanatuumiza sana, maeneo mengi sana yanatuumiza. Kwa hiyo lazima tujifunze kujitegemea. Na hii ni dhana ambayo ilianzishwa na Mwalimu Nyerere. Anasema lazima uwe na taifa linalojitegemea. Yaani taifa ambalo ni omba, tafsiri yake linajiuza. Yaani limejisalimisha kutumikishwa. Sasa lazima tuanze kutoka hapo kama taifa. Tujitegemee. Tukijitegemea, hata ungekuwa napigana wao nani na nani, sisi bado tutaendelea kuwa na nguvu na tutaendelea kuwa salama.